Mpendwa ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho mbalimbali katika chaneli yetu ya Mikono ya Kristo pamoja na mitandao yetu ya kijamii, nataka nikuulize swali moja. Nini kinachokusababisha wewe kuwa na imani na jambo au kuamini kwamba kwa njia hiyo uliyoamini unaweza kupata matokeo? Ni kitu gani ambacho kimesababisha wewe kuwa na imani ya kwamba kwa hilo unaloliona unaweza kupata matokeo? Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi siku ya leo nimekuandalia somo ambalo litakupa maarifa, na somo hili linasema imani sio ukubwa wa vitu bali ni matokeo. Kwa nini nasema imani sio ukubwa wa vitu bali ni matokeo? Kuna watu kwenye huduma, kwa mfano, mtu anaamini kwamba akienda kwa mtumishi fulani ambaye yeye amemsikia na kumuona akitenda matendo makubwa sana, basi atafanikiwa. Mtu wa namna hiyo. Ama mtu anaamini kwa kuwa fulani yupo kwenye huduma miaka mingi, mimi nikienda kwake nitafanikiwa. Ama kwa kuwa mtu fulani ana wazifa mkubwa sana na ana kipato kikubwa sana, nikimuomba msaada atanisaidia. Somo hili linataka kukinzana na mtu yoyote ambaye atakuwa na mawazo kama hayo. Hiyo sio imani, hasa kwa Kristo. Unapomwamini Kristo, hiyo sio imani ya Kristo. Hiyo sio imani ambayo Mungu anatufundisha. Hiyo sio imani ambayo itakufundisha mahali. Hiyo sio imani ambayo itakufikisha mahali ambapo wewe unataka. Neno la Mungu linasema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ndiyo imani. Yaani, ili jambo lolote litokee linahitaji usimame zaidi kwenye eneo hilo. Lakini neno hili ambalo linatoka katika kitabu cha Waebrania ambalo nimekuambia, linatakiwa liendane na yale matengenezo ambayo tayari Mungu ametaka uyafanye. Kuishi katika njia sahihi, kumjua Kristo, kulijua neno, Kristo aishi ndani yako na wewe uishi ndani ya Kristo. Baada ya haya lazima yatekelezeke. Yaani haya hakuna mjadala. Usipoyatekeleza haya, wewe usipomjua Kristo, imani yako ni bure hata kama unaamini nini. Kristo asipokuwa ndani yako, imani yako ni bure hata kama una uhakika. Wewe usipokuwa na Kristo ndani yako, imani yako ni bure. Usipolijua neno, imani yako ni bure. Kwa sababu hata ukisimamia hilo neno la Waebrania, hilo ni neno tayari ambalo umelijua. Kwa hiyo kuna vipengele hapa nyuma, hii kila wakati wanafundisha. Yaani isiwe story au isiwe habari ya kufundishana kila wakati. Uelewe kwamba ili mambo yatokee, cha kwanza kabisa lazima uwe na Kristo ndani yako. Lazima Kristo atawale maisha yako. Lazima umpe nafasi Kristo, uishi yale maisha ambayo Kristo anakufundisha kuyaishi, na ulijue neno na kulishika. Hapo ndipo sasa tunakuja kwenye kitu kinachoitwa imani, ambayo Paulo anawaambia Waebrania kwamba imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo wewe ambao unadhani kwamba ukienda kwa mtumishi ambaye ana miaka mingi, sisemi hana nguvu, sisemi hana uwezo, lakini kwa mtazamo wako wewe kwamba yeye atafanikisha kwa sababu ni mtumishi wa muda mrefu, wewe umefeli. Ukienda kuomba msaada kwa mtu ambaye unajua kwamba ana kipato kikubwa, ana mshahara mkubwa, ukahisi kwamba atakupatia kiwango cha msaada ambacho wewe unakihitaji, wewe umefeli. Ukianza kutazamia masuala ya kiimani katika muktadha wa vitu vinavyoonekana, pia na wewe umefeli. Hiyo sio imani. Kwanza, ili upate matokeo lazima uamini kwamba itatokea. Cha kwanza ni hicho.
ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, kwamba mimi ninaamini nitafanikiwa. Yaani ninahitaji msaada, ninahitaji kwenda kutibiwa nje ya nchi, sina hela, ila ninaamini nitaenda. Sasa usianze kujiuliza utaendaje. Ukianza itakuwaje, hiyo sio imani. Uwe na hakika kwamba itafanya nini, itatokea. Sasa itafanyikaje, hiyo sio kazi yako. Ndio kazi ya imani, kwa sababu Mungu anaangalia neno lake lipo ndani yako kwa kiasi gani. Neno la Mungu ndilo ambalo linakufanya wewe uwe na imani. Ndio maana kuna msisitizo mkubwa sana wa watu kusoma neno la Mungu. Nasema someni neno. Hiyo ndio imani yenyewe. Yaani wewe utajuaje kwamba ni imani na neno hauna ndani yako? Lakini ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani nimeshaamini nitaenda, na ninabainisha kwamba sijaona kama nitaenda, lakini nitaenda. Yaani ninabainisha mimi nitaolewa, mimi nitaoa, na nitaolewa na mwanaume ambaye Mungu ataniletea. Ninaamini hivyo, hata kama haujui nani atakaye kuja. Mimi nitaoa, ninabainisha kwamba nitaoa, na nitaoa yule mwanamke ambaye Mungu amenikusudia. Hiyo ndiyo imani. Hiyo ndiyo imani. Unaanza kuitengeneza picha, kuimagine kwamba itakuwaje, nitaendaje. Na kitu hiki ndicho shetani anawapiga watoto wengi. Unajua watoto wanakuaga wanajua wanaenda wapi. Mitazamo ya watoto wanajua kabisa wanataka wawe nani. Lakini ndoto zao zinakuja kudondoshwa kwa sababu ya maneno ya watu wengine, ambayo shetani ameinua maneno kwamba wewe pilot utakuwa wewe bwana. Wewe umezaliwa katika familia maskini, tajiri utakuwa wewe bwana. Biashara kubwa utamiliki wewe bwana. Gari utanunua wewe bwana. Alafu akiyabeba yale, sasa shetani kashatamka maneno kupitia mtu mwingine, yanaanza kumdhoofisha. Yanaanza kuondoa ile imani halisi ndani yake ambayo Mungu aliiweka. Nina ushuhuda na ushahidi. Ushuhuda kwako, kwangu na kushuhudia kabisa. Ushahidi huu unanihusu mimi mwenyewe. Mimi ni mzaliwa wa familia zile za kimaskini, kama wengine tu walizaliwa kwenye familia za kimaskini. Kwetu sina historia nani alikuwa amewahi kusafiri. Pengine waliwahi kusafiri, mimi sijui, lakini kwa historia watu ambao nawafahamu hakuna. Katika ukoo wetu, yani katika familia yetu, sijui kaka, sijui dada, sijui mjomba, hawa yani wale watu ambao walikuwa wananizunguka, sina historia hiyo. Lakini mimi katika maisha yangu niliwahi kusema tu nitasafiri. Nikiwa nasoma nitasafiri. Mimi nchi lazima nitoke. Sasa swali likawa ni hilo hilo. Wewe utasafirije wewe? Yaani kitakacho kufanya usafiri ni nini? Utakuwa unafanya kazi nje ya nchi? Itakuwaje? Neno langu lilikuwa ni moja tu, nitasafiri. Tulivyokuwa tunaenda, wakati namalizia chuo cha mambo ya taaluma ya kompyuta, warafiki zangu wawili walikuwa wanataka kusafiri. Na wakati nilikuwa najua vitu vingi sana, kama ninavyojua sasa hivi, najua vitu vingi sana. Kwa hiyo wakanifuata akijua kabisa huyu atatusaidia. Wakaniambia sasa, sikiliza wana bro, sisi tuna changamoto. Nikauliza mna changamoto gani nyinyi? Wakasema bwana, sisi baba yetu yuko nje ya nchi. Ndio. Shida nini? Baba bwana kila akituma hela passport inaliwa. Wale watu watengenezi passport wanakula hela. Kaambia hilo tu. Kaombeni baba yenu sasa nitafute. Kiutani hivi. Wakamwambia baba yao kwa msisitizo sana. Baba tuna rafiki yetu. Baba yule akasema, yani mimi nimetumia watu ambao nawajua na imeshindikana. Mtaweza nyinyi watoto? Lakini yule mzee akasema sawa, nitawatumia hela. Ile hela akaituma kupitia kwa rafiki yake mmoja, alikuwa anauza magari eneo moja inaitwa Mwenge pale Lufungira pale. Kulikuwa kuna yadi mbili za magari. Nafikiri zile ziliungwaga moto zile yadi. Pale palikuwa na yadi pale. Tukatumwa tuende pale kuchukua hela kwa yule rafiki yake mwingine. Sisi tukaenda mpaka Mwenge tukachukua hela. Wakati huo kupata pasipoti ilikuwa ni mtihani kweli kweli. Yaani vipengele ni vingi. Tofauti na sasa hivi kupata pasipoti unaingia tu mtandaoni, unaenda na requirement zako, yaani ukitimiza vigezo unapata pasipoti. Wakati huo pasipoti mpaka inaimbwa kwenye nyimbo, Wagosi Wakawa walikuwa wanaimba kwa habari ya pasipoti. Basi mimi nikafanya
utaratibu wangu, nikaenda na wale vijana immigration, tukachukua form zetu, tukajaza, tukafuata utaratibu. Bahati nzuri tukapata watu kutusaidia kuambatanisha document fulani fulani, zikaambatanishwa ile barua ya mwaliko nikaweka, nikampatia. Mimi nikawa nafahamiana na watu mbalimbali. Kuna jamaa mzee mmoja nikawa nafahamiana naye, akaidi kunisaidia kweli, akanisaidia kwa nafanya follow up ile passport ili kama kuna changamoto awe ananiambia. Baada ya wiki mbili zile passport ilikuwa wiki mbili tu, passport zile zilitoka. Nikamwambia twendeni tukachukue passport zenu, tukaenda wale vijana wawili walikuwa wadogo tu kipindi hicho. Tukachukua zile passport. Hakuna aliyeamini. Mzee anaambiwa passport zimetoka, mzee hakuamini. Aliponipigia mimi simu aliniuliza swali moja tu, una passport? Nikamwambia ninayo. Sasa mimi kumbe nilishawahi kufanya application ya passport zamani. Kwa hiyo ile milongo yote nikawa nimeshaipitia naijua. Kwa hiyo nikawasaidia wale wakapata passport. Mzee akafurahi sana, akasemaje, na kuomba uje na hao watoto huku nilipo. Unaona? Nikamwambia mimi bado nasoma. Akauliza unamaliza lini? Nikamwambia mwezi wa 6. Ukimaliza njoo. Unaona jinsi ilivyo? Nilisema nitafanya nini? Nitasafiri. Lakini nisijue nitasafiri kwa namna gani. Na passport nasema nasafiri, hata passport sikuwa nayo. Nikatengenezaga na passport kwa fedha yangu mwenyewe. Kweli nikamaliza ile miezi 6 chuo, sikutaka kuendelea. Nikampigia simu mzee, akaniambia njoo. Kwa mara ya kwanza mimi naaga nyumbani kwamba naondoka jamani. Yani baba, mama wote wanaona kama mimi kama mtu ambaye alichanganyikiwa. Yani kiufupi hawakunielewa. Na sio tu kunielewa, yani kwa maana hawakuniamini. Kweli. Walinipa hela fulani 300,000. Nakumbuka wakati ule baba ndo kabisa, yeye ndo hakuamini kabisa. Kama walivyokuwa wazee, yani unajua kuamini waga ni wagumu sana. Kimbembe ikaja sasa jioni, imekuja gari taxi pale nyumbani. Nachukua mabegi yangu, sasa ndio naondoka. Hawakuamini. Mzee akaingia mfukoni akanigea 10,000. Yani haamini kama mimi ndo naondoka jamani. Kweli mimi nikaondoka. Nikasafiri kwa mara ya kwanza. Na nilipofika nikawapigia, nimefika kwa namba nyingine. Walistaajabu. Hakuna historia mtu ambaye afanya nini? Amewahi kusafiri. Kwa mimi nilikuwa wa kwanza. Nini kilisababisha mimi nikasafiri? Imani. Nilitamka neno tu nitasafiri. Naomba msiniulize nitasafiri kwa namna gani. Ila mimi nchi hii lazima nitoke. Nilitoka. Na tangu hapo nikafungua mlango, nimesafiri mpaka leo ninavyoongea hivi. Yaani nina passport ya pili. Sisafiri sana lakini nimesafiri. Nimevuka mipaka kadhaa, namshukuru Mungu. Yaani nimevuka. Yaani kusema nimevuka. Passport yangu inasoma vizuri. Nimevuka. Nenda rudi, nimesafiri. Na kweli nyuma yangu akaja kaka yangu naye amesafiri. Huyo ndo akaamua kuloea huko. Yupo huko. Kwa hiyo nikafungua malango ya kusafiri kwa imani ambayo mtu yoyote hakuna ambaye alikuwa anawaza kwamba atasafiri. Imani ni kile ambacho kipo moyoni mwako. Unaamini katika utendaji wa hicho kitu. Imani sio nani unayemuona. Imani ni kuamini kwamba mimi ninaamini kabisa shida hii, ngoja niende kwa fulani ataitatua. Sio kwa sababu ya udogo wake, sio kwa sababu ya ukubwa wake, bali kwa kuamini kwamba yule ndiye atakayetatua shida yako. Yaani jambo lako fulani, huyu namfuata, huyu atanisaidia. Mimi nataka kuoa, sina hela, lakini yule atanisaidia. Sio kwa sababu ana kipato. Yaani usiamini kwa sababu ana kipato. Na usimdharau kwa sababu hana kipato. Ila kwa imani yako sema tu yule atanisaidia. Yaani ninaamini ama kama si yule, Mungu anakwenda kuniinulia mtu sahihi wa kunisaidia. Awe mkubwa, awe mdogo. Nimuone kwamba anaweza ama ninamuona kwamba hajiwezi ama watu wanamuona hajiwezi. Yule atanisaidia. Na kueleza ukweli, mimi na shuhuda nyingi za kwangu mwenyewe. Niliwahi kumwambia mzee wangu, nimesema nimezaliwa kwenye familia ya kimaskini, niliwaambia mimi nitaishi maisha ya kwangu, nitajitegemea. Nitafanya nini? Nitajitegemea mimi kama mimi. Nitajitegemea.
Yaani mimi sito struggle kiasi hichi ambacho nakiona kwenye familia yetu. Mimi ndio mtu wa kwanza kumiliki nyumba kwetu katika ndugu zangu wote, lakini mimi na wa mwisho wangu ndio wa mwisho, afu na niko mimi, afu na wengine ambao tumekuwa pamoja. Mimi ndio mtu wa kwanza kumiliki nyumba, kwa sababu nilitamka ya kwamba nitajitegemea. Sio hilo tu, niliwahi kumwambia tena mzee wangu kwamba mimi nitamiliki gari, na gari nitakayomiliki mimi sio ya kuungaunga. Unajua zamani zile magari mengi yalikuwa ni mikweche, yani nafikiri wananielewa. Yani kununua gari ambalo ni ziba ilikuwa ni ngumu. Mtu akinunua gari kweli gari, lakini tia maji. Yani mtu anatumia gari mpaka linasema basi panatosha, hadi uko barabarani. Tofauti na sasa. Sasa zamani zile namwambia baba, mimi nitamiliki gari. Hasa mzee wangu alikuwa na tabia kucheka. Awe Norbert bwana. Nikamwambia mzee, nakwambia wakati huo nimewahi kununua basikeli tu katika maisha yangu. Basikeli. Miaka hiyo nikaiuzaga. Nilikuwa nasema mkoa fulani huko, baadaye nikaiuzaga huko. Nikaja nikamiliki pikipiki. Pikipiki nikanunua pikipiki, nikauza. Sikuwahi kusema nitamiliki pikipiki, ila nilimiliki. Nikamiliki pikipiki ya pili. Nikanunua gari. Gari yangu ya kwanza nanunua RAV4. RAV4 zile madungu yale. Yale kila sema naenda for wheel drive yale. Ndio nilikuwa na gari yangu ya kwanza. Nilienda kumvua mtu Arusha kutoka Dar es Salaam. Nikaja nayo mpaka Dar es Salaam, nikaenda nayo, nikakaa nayo sana ile gari RAV4. Gari ya kwanza kununua kwa RAV4. Mtu ambaye natoka familia masikini, yani vitu vyote mimi, yani sio mtoto wa kwanza, lakini ndio nilifungua dimba ya kufanya vitu vyote hivyo. Kwenye kuoa tu ndio walinitangulia. Wawili walinitangulia, mimi ni watatu. Lakini kwa swala la kusafiri mimi wa kwanza. Kwa swala la kumiliki nyumba mimi wa kwanza. Kwa swala la kumiliki gari mimi wa kwanza. Lakini vyote vilikuwa kwa imani. Na mambo ni mengi ambayo nimeshawahi kutamka yakatokea. Kwa hiyo nakwambia imani sio kwa habari ya vitu vikubwa. Kwamba ningekuwa nataka kuangalia mazingira nilionayo, ningetaka kuingilia maisha yangu jinsi yalivyo, nisingekuwa na hiyo imani. Sasa imani haihusiani na maisha yako. Imani haihusiani na wewe unavyoona. Imani inahusiana na wewe unaamini katika nini. Sasa hii nitakusomea sasa. Twende, chukua Biblia yako. Kama una Biblia karibu, fungua. Na kama hauna, andika. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya 16 na aya ya 21. Sio hadi aya 21. Sura ya 14 aya ya 16 na aya ya 21. Hapa tunaona kwa habari ya fimbo ya Musa. Musa anatolewa na wale ndugu zake wa Israeli kule Misri. Wanamkimbia Farao. Farao aliyewaruhusu anataka kuwaua njiani. Musa anakimbia, lakini hiyo njia anayokimbilia kuna bahari. Sasa watavukaje kwenye hiyo bahari ya Shamu? Wataendaje kuvuka? Lakini Musa alikuwa mtu mwerevu sana. Musa alimuelewa Mungu tangu siku za mwanzo ambazo aliagizwa. Alipomwambia mimi niko ambaye niko. Sasa sema nitawaambia nani? Waambie mimi niko ambaye niko. Akaenda kuambia. Wanaelekezwa, Bwana Mungu yule baba zenu ndio amenituma kwenu. Wanatoka kule wanakimbizwa na Farao. Ile bahari tunavukaje? Neno la Mungu linasemaje? Aya 16. Inasema, nawe inua fimbo yako ukaonyeshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Yani bahari, alafu upite kati ya bahari kati ya nchi kavu, itawezekanaje? Jambo kama hili, yani Musa angetegemea labda itashuka moja radi ya hatari sana ipige kwenye bahari igawanye bahari, ama uje upepo wa kisurisuri utingishe pale kila mmoja achanganyikiwe ndio igawanye bahari. Lakini Mungu anamwambia Musa, nyosha fimbo. Fimbo. Sasa aya 21 inatuthibitishia kwamba Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki, si usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Nini kiligawanya bahari? Mungu aligawanya bahari. Lakini kwa kutumia nini? Fimbo ya Musa. Fimbo. Yani fimbo tu, fimbo. Lakini Mungu aliweka uwezo kwenye fimbo. Mungu aliweka nguvu kwenye fimbo, ikagawanya bahari.
Sasa Musa angezarau fimbo, ingekuwaje? Ama Musa angesema yani kwa fimbo hii ndio tukuvuke kwenye fimbo hii? Lakini tunapata ushuhuda mwingine kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza sura ya 18 aya 44 na 45. Wafalme wa Kwanza. Nataka ujifunze kitu kuhusiana na imani. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, nenda mwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Sasa hapa unamwona Elia akiwa kwenye maombi. Elia alielewa maana halisi ya imani. Elia alielewa imani si kwa habari ya vitu vikubwa. Sio lazima ukaombewe Nigeria ndio upone. Sio lazima uende Vatican ukaombewe labda na papa ndio ufunguliwe. Sio lazima uende kwa mtumishi fulani ambaye mkubwa sana ndio ufunguliwe. Elia alielewa jambo hili. Ndio maana yule mtumishi wa Elia alipoenda mara ya 7 amechoka, maana alikwenda mara ya kwanza mpaka mara ya 7. Anamwambia kuna wingu dogo. Tena pengine asingesema. Sema naona kuna wingu dogo sana. Kwa hiyo ni kama anamwambia Elia endelea kuomba, lakini Elia alielewa kwamba kwa Mungu hakuna kitu kidogo. Kwa sababu hiyo aya ya 45 inathibitisha kwamba hakikuwa kitu kidogo. Elia alielewa katika imani lile lilikuwa ni jambo gani. Wakati tunasema ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akasema, nenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Elia anamwambia tandika ushuke, chukua punda, kimbia, mvua isifanye nini? Isikuzuie. Sasa kwa nini Elia anasema kuhusu mvua wakati ameona wingu dogo? Leo hii hata ukitoka hapa, umetoka kwenda kazini, umeamka asubuhi, unacheki nje, kuna kawingu, hata mwamvuli ubebi, huyu anasema hamna mvua hapa, unaondoka. Yani tunaipima mvua kwa wingu tunaloliona. Lakini kumbe unaweza kuona wingu dogo asubuhi, mvua itakaonyesha mchana wake, ama mvua ikanyesha kwa muda ambao mchache unaofuata, watu wakatafutana wasionane, madaraja yakavunjika. Ndicho Elia anakufundisha wewe na mimi kwamba kuwa na imani. Imani sio kwa habari ya vitu kwa ukubwa wake. Imani ni kwa habari ya matokeo. Kwa hiyo somo hili likufundisha ya kwamba imani sio kwa habari ya vitu vikubwa. Imani ni kwa habari ya matokeo. Unapoamini nini kinatokea, na unapotaka jambo litokee, usiangalie mazingira. Yani mazingira yasikuzuie kufikiria, mazingira yasikuzuie kuamini. Yani kwamba kwa kuwa ukoo wetu huu, nikiangalia familia yetu wote hawana kazi, basi na wewe ukose imani ya kwamba na mimi sitakuwa na kazi. Hiyo sio imani. Imani ni hii: hawa wote hao hawajapata kazi na wamesoma, mimi nitapata kazi, tena sio kazi, nitapata kazi nzuri yenye mshahara mzuri sana. Ninaamini. Endelea na masomo yako. Tamka kila unapoitwa asubuhi kwamba mimi sitokosa kazi, mimi nitapata kazi. Alafu uone kama kitu hiko hakitotokea. Kuwa na imani. Imani ni kwa habari ya matokeo. Imani sio kwa habari ya mambo makubwa. Wapo watu wamesoma Ulaya na gharama kubwa kweli kweli, hawana kazi mpaka leo. Na wengine wameishia kuwa wanatumia madawa ya kulevya tu. Alafu kuna watu wamesoma hapa hapa Tanzania, shule za kawaida tu, na wana kazi nzuri sana. Imani. Mtu anaamini tu, na Mungu anataka hivyo. Mungu hataki kitu kiwe kikubwa ili akuoneshe kwamba yeye ni Mungu. Hapana, Mungu anainua vile vitu ambavyo ni dhaifu ili utukufu wa Mungu upate kuonekana. Shalom shalom. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho. Ninaamini kabisa utakuwa umebarikiwa juu ya swala la imani. Na wewe ambaye unafikiri kwamba imani ni kwa vitu vikubwa vikubwa, leo utakuwa umepata somo. Nimekupa maandiko na nimekufundisha kwa kina sana kwa habari ya imani, na shuhuda ambazo mimi mwenyewe zimenitokea nyingi sana. Sikuwahi kuwaza au kuamini nitakuwa mtumishi wa Mungu. Hilo sikuwahi kuliwaza, lakini nimekuwa mtumishi wa Mungu. Sijawahi kuwaza. Ingawaje kuna watu walio kuniambia, ila mimi sikuwahi kuwaza. Basi endelea kufuatilia mafundisho haya kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Lakini pia washirikishi na wengine mafundisho haya, nawe utabarikiwa. Pia
zipo namba za simu hapo, unaweza ukatupigia kama na jambo fulani unahitaji mawasiliano ya private, tupigie tu popote ulipo. Ukiwa nje ya nchi, hapo kwenye sifuri ondoa hiyo sifuri, weka alama ya kujumlisha alafu 255, kisha utamalizia namba zilizopo, tuwasiliane. Kama ni kwa njia ya WhatsApp ama kwa njia ya kupigia simu, utakaona ni rahisi, tupigie tuwasiliane. Huduma yetu ni bure. Ni bure kabisa kabisa, na Mungu atakubariki. Wewe ambaye upo kwenye YouTube, bonyeza subscribe hapo, uwe wa kwanza kupata mafundisho haya. Kila tunapoposti utakuwa wa kwanza kuyapata mafundisho hayo. Bonyeza subscribe na alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata hizo notification. Basi niendelee kukutakia yote yaliyo mema na baraka zake Mungu Mwenyezi zikawe juu yako wewe na familia yako. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.